Muda. Kuna siri gani katika neno muda? Mwazilo jungu anaona sipendwi na madem. Mimi ni mweusi, nina meno, naambiwa ni meno imeoza, sina pesa, sijui kuvaa. Unaelewa? Life imekuwa tu mbaya. Unakuta hata kuenda shule ni shida. Unaishi kwa karumu kamoja, mimi, baba yangu, mama yangu na mandugu zangu wa 7. Mpaka nikamuuliza baba yangu siku moja, "Dad, wakati baba ya fulani na fulani alikuwa anatafuta pesa, wewe ulikuwa wapi?" Ndio imeniingia kwa masikio hivi, baba yangu anaweka maji hivi atitokee huko. Ukweli alikuwa kabisa hajasoma, yani mzee wangu. Ananiwekea maji hivi, maji nawekwa nguu. Kichwa kingejaa maji. Kichwa kilikuwa moto bro. Bro ilikuwa. Mama yangu alikuwa anapenda kutupaka mafuta ya nguruwe. Hiyo miaka yote najaribu green card. Miaka karibu 20 najaribu green card, sijawahi shinda. Kidogo iliniuma kwa sababu nilipoteza mtu ambaye alikuwa ananipenda kushinda mama yangu na baba yangu. Mahali nilipata butua sana ni babangu. Babangu nilimwambia I love you. Hizo vitu za Amerika peleka mbali bana. Mwanaume yote ananisikia kuwa mwanaume wa Kiafrika. Nyumba inalipwa na mwanaume. Nyumba ilipwe na mwanamke. Mwanamke akilipa rent yako kukufukuza ni dakika 2. Mwanamke akishare na wewe 50-50 kwa nyumba, hana heshima na wewe hata siku moja. Haoni hasara kukupoteza. Yaani haoni hasara kukupoteza, manake si muda. Kuna siri gani katika neno muda? Ya mambo vipi? Ni yule boy star mwenye mapenzi ya kweli. Live baby. Kama nilivyokuambia, podcast yetu inaitwa Muda. Tunapata watu tofauti kushare story tofauti. Kama tulivyo binadamu, kila mtu ana story zake za kuhuzunisha, za kufurahisha. Unajua leo tupo na nani? Tupo na voice killer. Msanii Foreman. Brother, are you ready? Yeah man. Karibu sana kaka. Yeah, asante sana man. It's been a minute, yani imekuwa muda bana. Sana. Yani imekuwa muda kama muda, tuko ndani ya muda. Kweli, yani Marekani kupata muda wa kukutana, inahitaji muda sana. Bro, unajua yani nikiwa Afrika sikuwa najua hiyo kitu. Nilikuwa naangalianga, unaona kama sasa na majirani, yani unakuta mwaka mzima ni jirani yako lakini hamjaionana. Yes, ndo Marekani sasa hii. Bro, noma sana. The last time tulionana pia imekaa kama muda, miaka kama 2 inaelekea. 2 ya kipindi kile tunaenda kufanya interview nyumbani kwako. Yeah, imagine. Miaka imepita sana. Yeah. Miaka imepita sana. Yep. Tuanze hapo mwanzo. Msanii Foreman ni nani? Ndio umeniuliza swali mzuri sana, msanii Foreman ni nani? Yes. Msanii Foreman kwanza ni kijana wa Alex. Alex yani ndo mzee wako. Ndio babangu. Si mzee wangu. Unajua ukiambia Mkenya mzee wako ni kumaanisha ni bwana yako. Ule si mzee wangu. Ule ni babangu mzazi. Ndo Alex. Alafu bado ni kijana ambaye ni wa Mwenyezi Mungu. Sasa na baba wawili, na baba wa mbinguni na baba hapa duniani. Tukianzia hapo, lazima nijitambulize kwanza, mimi ni kijana ambaye na wazae ambao ni baba wawili, baba wa mbinguni, baba wa hapa duniani. Alafu cha pili, mimi ni mzazi pia, mimi ni baba. Na wewe tena ni baba. Sasa mimi pia ni baba. Nimeipenda sana. Mimi pia ni baba ambaye na kijana mkubwa. Unajua? Miaka kama 16 hivi mwaka huu. So si kijana mdogo. Alafu mimi ndio nikajiita msanii, mimi ni mwigizaji wa nyimbo. Sasa nimekuwa mwigizaji kwa muda mrefu. Nimekuwa actor, nimekuwa dancer, nikakuja ngabaki kuwa musician. Tuanze safari yako ya musician. Before ujaitwa kijana wa Mungu huku kwetu. Tuambia safari yako hapo ilikuwaje hapo? Bro, hakuna siku sijai kuwa kijana wa Mungu. Sababu unajua kuna kile kipindi ambacho tunaimba nyimbo zetu, wengi to be honest, wengi wanajua hizi nyimbo ambazo tunaimbia wapenzi wetu nini, ule hajaokoka ule. Akishama kule ndo anamuitaga mlokole. Sasa tuangalie kwenye kile kipindi bado unaimba zile nyimbo za mapenzi baby, secular music hivi nini. Tuseme tu secular.
nyimbo za kidunia. Yeah, safari yako ilikuwaje? Bro, ilikuwa poa sana. Poa sana bro. Uliokota sana huko. Bro, yani na nataka kuangalia kamera. Ni kamera gani yangu? Ya kwako ni ile pale. Yangu ni ile? Yes. Watoto wadogo sikizeni hii maneno. Mimi ni artist. Samahani Kiswahili changu si kama cha ndugu yangu kwa sababu yeye ni mbongo. Mimi nitaongea lugha yangu yenye najua kawaida. Nitaongea lugha yangu Kiswahili ya Kenya, Kiswahili ambayo naijua vizuri. Yeah. So mimi kama performing artist, nimekuwa performing artist kuanzia 1995. Wow. Ulikuwa umezaliwa kweli? Bado na miaka mingapi? Na miaka 3. Haya, 95 ndo nilianza safari yangu ya muziki. Na nilianza safari yangu ya muziki kwa sababu ya kanisa. Yes. Nilikuwa kanisa ya Catholic, tulikuwa na youth. Unajua ile youth unakuja, alafu mimi nimezaliwa ghetto, nimezaliwa huko chini huko. Maisha huko hapa Amerika wanasema humble beginning. Hapana, poverty bro. Hakuna kusema humble beginning. Poverty. Tulikuwa huko naishi kwa karumu kamoja, mimi, baba yangu, mama yangu na mandugu zangu wa 7. Bro. Yaani unasikia aibu mpaka bro, unajua ilikuwa ni noma kwa sababu unakaa hivi, baba yako akitaka kuleta second born, inabidi watafute njia ya kukufunga masikio. Au akutoe nje. Sasa utatolewa nje uende wapi na hakuna mahali wataenda. Yaani watakuzimaje masikio, wakufunge masikio sisi. Unawekewa pamba bro. Really? Unaambiwa uko na ugonjwa hii wax inatoka kwa masikio hii. Ama wanakutafutia dawa kama ni ile Piriton, unakunywa Piriton, unaambiwa hii ni dawa Piriton ni ya homa. Hii homa inataka kushika, lazima tuangalie venye unakunywa Piriton unalala. Ndio usisikie mambo yao. Hapo wanatafuta second born. Kidogo mnakuwa wawili tena third born anaingia. Fourth born akishafika unakuwa ushakuwa kijana mkubwa ushabare. Mamangu sasa hapo ndiye akaanza ile design kidogo anakuja akiletewa taska na baba yangu. Anaweka kidogo kwa glass, unasikia onja hii mtoto wangu hii kabusa kale ka nyumbani. Naambia ni dawa ya tumbo kabusa. Na kunywa kabusa hapo na lala deadly. Wanafanya mambo yao, watoto wanazaliwa kuzaliwa. Na mko kwa ile room moja tu? Mpo kwa room moja. Ile room moja. So kwanza kwenda church nikakuwa altar boy, nikakuwa mimi yule kijana wa pale kanisani. Unaona Catholic ukienda wale vijana wanakanga pale mbele na father. Yes. Nilifanya hiyo kazi miaka 10 hivi 15. Pale tu mbele mimi nabebanga either kale kanini hivi, ama nimebeba msalaba, ama nimebeba candle. So nikiwa hapo kakuwa na sasa mimi kwetu ninavaa nguo moja ama kiatu moja naivaa for holy, ya imeraruka inanuka unajua. Fungua mdomo kama mdomo wa samaki hapa mbele. Unakuta leo kwa church. Mademo wakutaki karibu na wewe. Bro hapo unaangalia hivi unakuwa rebellious kidogo. Hapo ndio tukaanza kutrain hapo, unaenda unakimbia unatengeneza misuli nini na nini. Kidogo nikaona hapana. Mademu wanapenda wasanii. Yes. Sasa the only thing nitafanya hapa, nitaanza kuwa msanii. Hapo ndio mahali usanii ilianzia. Ndio naanzia sasa. Bro, nilikuwa najiita machokora, tutakuwa na yeye bro. Nyimbo yangu ya kwanza, nadhani mwatujua jina letu chokora, dhambi zetu hai kama wewe ndio machokora. Hip hop sasa hiyo tunafanya hip hop mzero ngai. Watu wako huko hapo hamna calligraphy wala nani. Hakuna calligraphy, hakuna nani. Huko saa hiyo ndio tunaanza kuitwa majina huko, unasikia ule msee Odis Odis Malines kidogo umbwa kali kidogo ndio jina Foreman ikakuja. Jina Foreman ikatokea hapo kimchezo tu. Huyu jamaa anatengeneza line hapa. Huyu jamaa anaitwa na Francis Foreman the man himself. Jina Foreman ikakuja hapo. Sasa tulikuwa tunaimba ndio tufurahishe mademu wa shule zikifungwa, mkienda hizo mavitu za shule hawaangalii venye umevaa sijui uko mchafu. Wanaangalia pale kwa stage nduru inapigiwa nani. Alafu ndio kidogo tunaanza kujua kuingia Kikomba. Kuna sehemu inaitwa Kikomba. Kikomba ni place ya kwenda kununua mtumba hivi. Sasa hapo ndo tunaenda tunatafuta mamtumba. Nasukuma maji, unauza maji, alafu naenda. Sasa hapo ndio safari yangu ya muziki ilianzia. Umeanza yani umezaliwa kwa church,
ukatoka kwa chachi ukaingia kwenye nyimbo zetu za secular, kisa mademu wakupende. Umeona inavyokuwa sasa? Yaani hauifanyi kwa sababu ati ni wewe. Yaani kuna mtu anakusukuma lazima kuwapata hao hadi niwe hivi. Bro, to be sincere, mabesti zangu wote wenye tuko nao, kitu ya kwanza meno yangu ni brown. Yes. Sawa, juu ya maji ya Rongai. Number 2, sina pesa. Kweli? Yeah. Ninavaa vitambara tu bro. Yes. Suruali imepigwa viraka kila mahali. Yeah. Kiatu ni ile ulinunuliwa na baba yako 3 years ago. Na hiyo kiatu ikiraruka unaenda unaishona. Mimi mpaka najua kushona viatu. Sio tu napenda, ni shida tu za maisha uzozipitia. Yaani si tu bro. Mimi nilikuwa hii kidole yangu hapa nilidunganga shindano ikatokea hapa juu bro. Nikishona viatu, nikishona safari boot. Unajua safari boot ina sole kama hii. Safari boot nikateleza ikaniingia. Na hiyo ni kwa sababu hiyo ndio ilikuwa the only shoe. Hiyo ndio lazima niitunze bro. Asa mimi nitarudi nyuma kidogo. Hapo mnaishi kwa rumu moja. Pale Ongata Rongai, kando ya shule. Mnaishi kwa rumu moja. Ilikuwaje sasa pale Msanii Foreman unataka ushaoga, natakiwa niende kwenye ile rumu nikachange nguo. Bro, au na change nguo huko unapooga. Bro, unatembea 100 meters mahali bafu na choo ziko. Huko choo za mabati huko na bafu za mabati huko ndo unaenda unaoga, unajipanguza na nguo zenye ulikuwa umevaa. Hauna towel. Zile nguo ulikuwa umevaa chafu ndio unajipanguza nazo. Ndio uvae nguo zingine utoke hapo urudi wapi? Ukuje kwa nyumba sasa na beseni yako haina kitu. Sasa kwenye hiyo music, secular music, lengo lako lilikuwa sababu ya mademu. Je, uliwapata? Bro, target ilikuwa kuna kitu inaitwa self esteem kwa kizungu. Self esteem yako ikiwa chini, unatafuta kitu ambayo ita boost your self esteem ya ego. Mwanaume yote ana ego. Mwanaume yote ana ego. Na ndio unakuta kuna watoto wakigrow, unakuta mtoto anakaanga peke yake amenyamaza. Unaanza kusema mtoto wangu ni mzuri sana anakuanga amenyamaza. Hapana. Chunguza sana, huyo mtoto si kunyamaza. Kuna kitu inamfanya anyamaze. So mimi my self esteem was low. Jungwa naona sipendwi na madem. Mimi ni mweusi, nina meno naambiwa ni meno imeoza, sina pesa, sijui kuvaa. Unaelewa? Life imekuwa tu mbaya. Unakuta hata kuenda shule ni shida. Concentrate kwa shule, kukaa chini hivi uconcentrate ni shida. Bro, nilikuwa napigana na maisha na bado na perform. Unapigana na maisha na bado una perform. So ile kitu nilikuwa najiuliza, kama mimi nasikia vibana niko kwa nyumba ya mawe ya room moja. Je, ule mtu anaishi kwa nyumba ya matope hapo Kisumu ndogo karibu na kwetu? Anasikia aje? Je, ule mwenye anaishi kwa nyumba ya makaratasi hapo Kisumu ndogo, yani hana time hata ya kueka matope, anaeka makoton. Nilikuwa naenda, kuna mzee fulani alikuwa rafiki yangu sana. Alikuwa anaishi Kisumu ndogo, nilikuwa naenda kumtembelea, alikuwa ananipenda nikiwa mdogo. Alikuwa amefuga kuku. Alikuwa anapenda kunishikia kuku, nikienda kwake najua nitatoka na kakuku kakifaranga. Nyumba yake yote ilikuwa ni box. Kwa sababu hana mtoto wa kumchunga, hana mtoto wa mpaka mimi ndio nilikuwa naendanga saa zingine na muoa. Yaani kutumikia jamii nilianza hiyo time. Naenda kwake, namsaidia kuweka. Nikitoka hapo amefurahi. Kumbe sijui saa hiyo, sijui mimi ni baraka natoka nayo hapo. So naenda, narudi. Mama yangu anaona nimekuja na kuku, nikaanza kufuga kuku sasa. Hasa kuku nikaanza kuuza kuku. Nikafuga kuku, nikafuga sungura, nikafuga huku wanaziita pigeon. Sisi Kenya tunaziita dush. Dove. Sasa ikakuwa watu wakikuja wanakuja wananunua kwangu. Njiwa zile. Njiwa. Watu wanakuja wananunua kwangu na bata hapo. Mayai ya bata mzuri bro. Sana. Nimekula mayai ya bata sana. Na ikioza tulikuwa tunaitumia vizuri. Mayai ya bata ikioza. Bro, bomb. Hapana, ile ni bomb bro. Unaenda kurusha watu wakiwa wamekaa, tulikuwa naitanga watoto kaeni chini. Zile movies za street zile za kitambaa nyeupe mmekevi na kilori. Cinema. Hizo masinema hizo unarusha huko mbele, unataka watu watoroke huko mbele, wenye walifika mbele yenu. Inaanguka po, kuna nuka bro, wanahepa wote.
Kumbe umepita sehemu nyingi sana. Bro, sisi tumesurvive. Tuongelee sasa hapo unatoka sasa kwenye hiyo nyumba ya mawe unaingia Marekani. Hiyo process ilikuwa hata si hapo kutoka hapo kuingia Marekani. Yaani hiyo process nikitoka hapo St. Mary's pale nilitoka, ikakuwa kuna jirani yangu alikuwa anafanya kazi ya watchman. Sawa? Huyu jamaa akaona mimi ni mtu mkubwa naishi kwa nyumba ya mama yangu. Nimefikisha miaka 16 sasa, hapo miaka 15 16. Rika ya kijana wangu hapa. Akaambia mama yangu, bala ya nyumba yangu ikuwe inalala hivyo bila mtu ndani, na venye kumekuwa na waezi wanakuja wanavunja nyumba. Hii ningependa kijana wako akuwe akilala kwangu. Pia yeye apunguze mzigo ya kulalanga kwenu. Sasa ndio nikapata mtu wa kukuhifadhi. Sasa mimi natoka ni nyumba ya 3, ya 4, ya 5 ya mama yangu. Alafu sasa mimi nalala kwa house number 3. Sasa hapa ndio sasa niko kijana sasa, hapo unajua sasa niko na privacy sasa kidogo bro. Hapo sasa ndio ulipata ule mtoto wako sasa. Mtoto wangu mgani bro? Bro. Mimi hapo ni shule, nakuja naoga vizuri, nakaa hapo. Watu wakaanza kuona huyu jamaa mbona anaoga. Alafu ile nyumba yule jamaa juu alikuwa pia bachelor. Ni Mkisii, alikuwa ameacha bibi na watoto Kisii huko. Sasa hapa lazima nyumba isafishwe, ipanguzwe, ikuwe safi. Manake pia akiletelete madem zake hapa kutembea, lazima akute nyumba iko sawa. Tunapika kasukuma hapo. Hata sasa nimeacha kula kwa nyumba ya baba yangu sasa kasukuma hapa. Kama mayai hapa. So hapo ndio jani yangu sasa kuwa independent ilianzia at the age of 15. Ikakuwa naenda nauza maji na mkokoteni, na rudi na sukuma yangu na nini napikia kwangu. Lakini bado asubuhi naenda shule primary school. Nikimaliza class 8 nikaingia high school. Kuingia high school mambo ikakuwa tofauti sasa. Ndio nikajua Kikomba vizuri. Sina nikikuja home hiyo time nimefunga shule, nafanya kazi, nanunua sharpshooter sasa. Zile viatu za sharpshooter. Alafu suti hizi bana. Hapa tumebarikiwa bro. Suti zilikuwa zile za unaingia Kikomba unachagua hii ni ya black na hii ni black, lakini hazifanani. Lakini ukizivaa zikamechi. Zikimachi nani anajua. Sasa hapo ndio unaanza. Alafu sasa ndio tukaanza sasa, hapo ndio kaanza kuangalia sasa muziki kaanza kuingia vizuri sasa. So tukaanza kuwa na concert mingi kanisani. Hapo ni kuimba tu gospel bro. Ukarudi tena wa gospel? Hapana, nilikuwa naimba gospel hapo tu kabisa. So ikafika mahali nika venye high school ilikuja mambo ikakuwa ngumu, nikaanza kuuza mimi nikaanza kuuza viazi karai nje kwa street tuna mandazi. So mimi nilikuwa na mkanga 5 kuuzia watu mandazi wakienda kazini na wakienda shule. Unatengeneza mwenyewe? Hapo nje tu. Yaani unatengeneza mwenyewe mandazi mwanzo? Naweka kuni chini, mawe 3, naweka kuni na naweka mafuta, pani yangu ya mafuta, natengeneza viazi, nachemsha viazi na ngozi, alafu narudi nazitoa ngozi na zikatakata, naweka kwa unga na rangi. Alafu na dip viazi karai hapo bro. Nauza viazi karai na chipo mwitu, tunazitanga chips mwitu. Hapo sasa ndio tukaanza kwanza kwenda mashows sama gigs zingine za nje, tukaanza kujua ma high school sasa mko high school sasa kuna ma gigs sasa. Buruburu girls tunaenda kuimba, bro lazima ungare juu pale sasa lazima ujulikane. Tunatoka hapo tunaenda sehemu zingine pia, bado tu ni hivyo kukimbizana. So ndio nikaanza kujua kumbe watu sasa pale hata ukienda kuimba gospel watu wako lakini wale watu wanaimba kuhusu madem nini. Hapo ndio mahali sasa fame ikaanza, unaanza kusikia. Nikaanza hapo ndio nikaandika ngoma yangu ya kwanza inaitwa Nina Umbwa Kali. Una umbwa kali. Nina umbwa kali we, chunga bana, nina umbwa kali we, atakuuma, nina umbwa kali we, chunga bana, nina umbwa kali we, atakuuma. Baka sonda ya nani Konki Master. Sasa hapo ndio mambo sasa, foreman sasa akakuwa foreman. Kila mtu akaanza kuniita umbwa kali. Bro. Hapo sasa ikakuwa madem sasa wenye walikuwa wananichekelea mtaani, wenye walinikataa wanaanza kuja sasa. Alafu sasa ndio nikaanza sasa kufanya computer, nikapatiwa scholarship na kanisa Catholic, nikajua computer kidogo nikakuwa mwalimu wa computer. Sasa mtasema nini sasa? Mungu ana maajabu yake. Ule kijana wa ghetto
bado anafanya hiyo yote, lakini anaishi kwa kale kanyumba karumu moja pale, amepatiwa nafasi ya kulala na jamaa watchman. Tumetoka mbali sana Bro, ukipata nafasi ya kumsikiliza mtu yeyote ambaye ametoka huko amekuja hapa, historia wametoka sehemu tofauti lakini zinataka kufanana, sababu maisha yetu Tanzania wanaita hoya haye, mabovu. Mabovu. Yeah. Kwa hiyo vipi ule mzee ambaye ulikuwa naenda kwake unachukua kuku moja hadi leo bado yupo? No, alikufa. Alikufa. Lakini pia naye akija kufa nilifurahi, manake alikuwa amezeeka sana, hakuwa na familia, hakuwa na nini. Iliniuma kwa sababu nilipoteza mtu ambaye alikuwa ananipenda kushinda mama yangu na baba yangu. Lakini nilifurahia kwa sababu alipumzika. Yes. Unaelewa? Nikajua mdhamini sana naye kupenda. Kweli. Akiwa hai, mdhamini sana ambaye anakupenda. Yaani kwa mtu yote ananisikiza, dhamini sana ule mtu ambaye anakupenda. Ule mtu atakuja kuambia I love you, nakupenda, ama anakuonyesha. Unajua si Afrika tuambianange I love you kama Amerika hapa. Hapo nishaulizwaga swali moja. Anasema kwa nini wanaume waambianange I love you? Manake utaanza kuamboa ushaingia ile dini nyingine bro. Mwanamke kwa mwanamke anaambianange. Lakini mwanaume asimwambie wenzake I love you. Wewe unaniambia nini bro? Mimi nimekuja Marekani naambia baba yangu mzazi. Sikia hii ni shoka bro. Nimekuja Marekani 2016. Niko hivi kidogo nishaanza kusikia masikio huku kila mtu ni I love you. Bro, one day nishaambia mama yangu mzazi. Mama I love you. Akaniangalia zile za umevuta nini leo? Ni nini umekunywa bro? Manake hiyo anajua I love you inafaa itoke kwa bwana yake. Yeah. Si mimi namwambia I love you. Kidogo nikaambia ndugu zangu I love you. Bro, I love you. Foreman, are you okay? Mahali nilipata butua sana ni babangu. Babangu nilimwambia I love you. Hizo vitu za Amerika peleka mbali bana. Nikamwambia dad, do you know venye watoto ulia hapa Amerika asipoambiwa I love you na mzazi wake? Yaani ataharibika, atakuwa kichaa. Ataonekana asaminiki kabisa. Sasa mimi nimekuwa mkubwa mpaka nimefikisha miaka 40. Sijaambiwa I love you na mzazi wangu. Sijaambiwa I love you na ndugu yangu. Mimi ndo nakuja kuwaambia sasa. Unaona mahali tumetoka venye maisha ni tofauti. Yeah. So utakuta jinsi ambayo sisi tuligrow tukiwa watoto ndio tufike mahali tuko. Kuna vitu vingi sana tumepitia. Tulikuwa wazazi wetu wanatupenda. Mzazi wangu alikuwa ananiambia, unajua kwa nini nakuchapa? Ni kwa sababu nakupenda. Yes. Yaani ile wakati anakupiga na kurekebisha, hapo ndiye anakuonyesha mapenzi. Na sisi saa hiyo tukirekebishwa tunaona mzazi wangu ananichukia sana. Niliuliza babangu hiyo swali, nikamuuliza ile siku mbona ulikuwa unanipiganga sana? Akaniuliza kama singekupiga ungekuwa mahali uko saa hii? Hapana. Nikarudi kufikiria, nikakumbuka wenzangu wenye niligrow nao wengi wamekufa bro. Mimi yani nashukuru Mungu sana niko hai. Almost 80% ya watu tulisoma nao, watu nimegrow nao, almost 80% wameshaaga. Mimi niko hai. Malezi ambayo yalikuwa sawa. Na wengi wao walikuwa vijana. Bro, mimi ni one of the kids wenye wazazi walikuwa wanaambia watoto wao nisikupate ukitembea na udhisi. Huo kijana utakuwa muizi, utakuwa nini? Ukitembea na ule jamaa utakuwa muizi, wewe utakuwa na maisha. Saa hii sasa tunaongea, hao wazazi wanasema afadhali ungekuwa rafiki yake. Ni heri ungekuwa na tabia yake. Kwambia kwa nini? Wazazi wangu hata kama tulikuwa maskini hohe hahe. Bro, tulikuwa na furaha. Sema happiness, tulikuwa na furaha kwa nyumba. Bro, nyumba yetu tulikuwa naishi watoto 7, baba yangu na mama yangu, watu 9 kwa room moja. But kila siku tunakula sukuma na ugali. Kila siku. Na nakumbuka tulikuwa tukitoka shule tunapata uji. Alafu usiku kuna sukuma na ugali. Kila siku. Yaani Disemba ndio utakuja uone labda mkate. Manake hizi siku zingine asubuhi ni ugali na chai ya rangi.
Bro, I'm serious. Upo sahihi. I'm 100%. Hata baba yangu kampigia sahihi atacheka, manake that's how we lived. Tulikuwa nakula kiporo na chai ya strong tea ndio uende shule, na bado umebeba kiporo na sukuma ile ilipikwa jana ndio utaenda kula lunch. Ukuje jioni ukunywe uji, alafu kule ugali. Ukikula tena na sukuma jioni ni bahati kama ulikuwa umekunywa uji, manake uji inaweza kuwa ndio uji ndio chakula yako ya kulala nayo. So mimi nikiangalia hivyo nasema kumbe mimi nilikuwa napendwa. So marafiki zangu wote wenye walienda left, wenye hawako sahi, ni wenye wazazi wao walikuwa nurses, madaktari, watoto wa wadosi, wenye nilikuwa bro, mimi nilikuwa naenda kwanza. Kuna rafiki yangu nilikuwa naenda kwao, naingia hivi kwa choo nalia, kwa choo ndani ya nyumba nalia, mpaka nikamuuliza baba yangu siku moja, dad, wakati baba ya fulani na fulani alikuwa anatafuta pesa, wewe ulikuwa wapi? Kwa nini hao wako na choo na bafu kwa nyumba, wako na bedroom ya huyu kwa nyumba, na sisi tunakaa hapa? Mimi mpaka mende imeniingia kwa masikio hivi, baba yangu anaweka maji hivi atitokee huko. Ndio jua alikuwa kabisa, yani ukweli alikuwa kabisa hajasoma, yani mzee wangu ananiwekea maji hivi, maji nawekwa ngumu, mende iko huko, unasikia ikigwaruza huko. Ndio mama yangu anasema hapana, mwekele ile mafuta ya nini, mafuta ya mashini, ile mashini ya kushona nguo. Sasa si mafuta ya mashini, mama yangu alikuwa anapenda kutupaka mafuta ya nguruwe, ile imechemshwa, anaweka hapo anatupakanga. Sasa akachukua na melt mafuta ya hiyo ama mafuta ya kuku, hizo nini za kuku. Aniambia hiyo mafuta ndio unaweka hivi, alafu unalala na side moja, itanyonya hiyo mende, itakufa, itanyonya, itato. Ukimwaga maji haitaenda hivi, niyo maji tu nitakuwa nasikia kuku. Unaelewa? Kichwa kingejaa maji. Kichwa kilikuwa moto bro. Bro ilikuwa la ndo bado na kichwa kikubwa. Bro, baba yangu ni waida bro, anashika kichwa anatingisha ku. Ati ndio mende itoke bro. Bro, we. Unajua mende imenipata wapi? Tumelala chini, kitanda ya baba iko hapa, sisi tumetandikiwa hapa chini, ile jamvi. Ndio tumelalia. Sawa? So muda. Kuna siri gani katika neno muda? Hao vijana wenye walipitia njia kubwa mpaka saa hii sijui wako wapi. Marafiki zangu wengi hawapo. Kuingia high school, bro, sasa tukajua sasa high school tutakuwa baya. Hapo ndo nilijua wizi ni nini. Nikiwa high school kwa naingianga F2 huko. F2 huko unaona nini kama hii yako. Kuja nakwambia, oya, nipatie ring yangu bro. Sijui kuna chain yangu ulianza kuvaa lini? Tunakutoa chain kwa shingo kabisa. Na kisu. Ukiwa na kisu mkononi. Hapana. Ndakupiga bro. Nimetrain, ukiangalia na call zangu ni kubwa. Hii unaona venye inakaa nyeusi ilikuwa kubwa bro. Hapo ndo sasa akili ya ujambazi na kufanya vitu zingine zikaanza kuingia. Alafu lakini sasa bahati mzuri ndio ujue Mungu anakuanga na mtu wake, anakuanga amemulika. Mungu haachiliangi mtu wake. Hapo kwa hizo club ndio nikaanza kufanya maconcert. Sasa ikakuwa siwezi kuenda tena kunyang'anya watu machain na earrings hapo, kwa sababu ninawahitaji ndio nishinde ile pesa pale ndani. Ninawahitaji wanipigie kelele, wanipigie nduru nini, mimi ndio star hapo ndani. Na hapo ndio muziki yangu ikakuwa mzuri. Kurudi kwa street nikaanza act mambo ya ukimwi, tukaanza kuitwa watu wa ukimwi. 204 ndio nikuja nipatane na mama kijana wangu sasa. Hapo 204 sasa hapo tuna act kwa street. Nimekuwa actor mkubwa sana kwa street tu hapo, tuna act mambo za ukimwi, watu wanakufa na ukimwi. Hapo tumepata vijana wanachomeka, gonorrhea, sijui nini, syphilis, watu wanaumia bro. Hapo ndio nikaanza kusema hapana, mimi ukimwi hapana. Bro, unaenda unapima, unalia. Unapatikana una ukimwi, unalia kwa furaha. Unalia kabisa. Sasa hivi ukimwi imekuwa sijui promotion. Zamani ukipata ukimwi ilikuwa unajua ukimwi ilikuwa ni kifo bro.
Sasa niliona kaburi. Hapo ndio nikaanza act kidogo kidogo, nikakutana na mama kijana wangu. Tukakuwa mabeste. 2010 ndio nikaanza kujua 2010, alafu kijana wangu mimba yake inapatikana hivi. Mungu naye anafungua njia sasa. Huyu kijana hajasoma, hajafanya nini, alafu sana kuja anachaguliwa katikati ya vijana wengine wote ule msanii. Anachukuliwa na inasemekana una attitude mzuri. Wewe unaweza. Wewe tunakupatia kazi ya kuweka condoms kwa dispensaries za universities. Sasa mimi nikapatiwa gari. Unasikia hiyo? Nikapatiwa gari na condoms, najaziwa condoms kwa gari. Naenda round kuweka kwa condom dispensers. Kidogo nikaanza kuona hapana, acha niimbe kuhusu mambo na mademu. Nikaanza kuona majirani zangu hapo mademu wanapigwa hapo, wanaume wanapigwa kabisa. Mimi kuna neighbor yangu alikuwa anatokanga nje anapiga nduru, wewe nitakuwa, kumbe bibi yake anamnyorosha kwa nyumba. Bibi yake kumlipua. Na hiyo ilikuwa zamani sana. Bibi anamchapa bro. Huko anasumbua afu kule bibi anampiga sana. Watoto wake nimekuja kukutana nao Marekani. Huyo mama nimekutana naye Marekani, mama ambaye alikuwa anapiga ule jamaa lakini sasa ni marehemu pia yeye. Alikuwa ananyoroshwa, mama alikuwa mkubwa bro. Alikuwa ananyorosha ule mzee. So hapo ndio nikaanza kuimba wimbo za gender based violence. Mambo na gender based violence, nikafanywa interview na TV fulani ya South Africa. Kidogo Job Kongo akaona kumbe huyu si wa condom peke yake, acha tumpandishe cheo sasa. Wakanipandisha cheo nikakuwa program officer, ndio nikarudi shule sasa. Kidogo nikiwa program officer nikatumwa wapi? Nilitumwa Isibania wapi, nikarudi Nairobi nikafanya kazi na mashoga. Kidogo tena nikarushwa Kisii, Migori, nikaingia Tanzania upande ya Isibania. Nikarudi Loitoktok sasa hapa kwa boda ya Kenya na Tanzania. Hapo tena nikaanza kuona wasichana wanatairiwa. Wasichana wanalia, nikaanza kuona kumbe sisi hata kwa familia yetu wakati tulikuwa maskini lakini tuliishi maisha mzuri. Dada zangu hawajatairiwa, dada zangu hawajapitia hizi. Wanataka kukeketa. So after hapo nikafanya nyimbo moja inaitwa End FGM. Hiyo nyimbo ikaenda kwa Billboards UK. Unajua Mungu ana mambo yake. Hiyo miaka yote najaribu green card. Miaka karibu 20 najaribu green card, sijawahi shinda. Kidogo nimeitwa niende UK. Mdosi wangu akaniuliza, sasa kuna deal hapa. Kuna UK. Uliniuliza nilifikaje Marekani, si ndio? Yes. Kuna deal hapa, kuna UK na kuna conference US. Unataka kwenda wapi? UK nyimbo zako ziko kwa Billboard. Kukungoja lakini ukipatiwa visa ni ya miezi ngapi? 3. Lakini ukibahatika upate visa ya US ni ya miaka mingapi? 5. Unataka hii pesa tuweke wapi? Tuweke UK ama tuweke US? Nikamwambia acha tujaribu US, ikikataa tenda UK. Akaniambia hapana, chagua moja ndio ule mwingine pia tupatie hiyo nafasi nyingine, tupatie mtu mwingine. Nikamwambia nitajaribu US. Kumbe ananipatia option ya kujaribu US. Watu wangapi? Karibu 7. Wamemiss, wameenda interview wakikosa. Hawakuwa niambie. Unaelewa binadamu Yes. Hakuniambia mara ya kwanza, lakini kuna watu waliita kama 7. So tukabaki, walikuwa wanaita watu 10, watu 7 wakanyimwa, watu 3 tukapatiwa. So mimi ndio nikabahatikia hapo kuja Amerika sasa. Asante Mungu. Bro, sasa hivi unaiona life ya Amerika. Unaishi maisha ya ndoto yako. Maisha ya ndoto yangu ama mimi nishaishi maisha ya ndoto yangu, sasa hii hata kenye kimebaki tu ni kulea mtoto wangu sasa. Sasa mimi kwanza hivi umeshasema umefika Marekani. Huyo wewe na bibi huyo mama mtoto wangu. Mama mtoto wako. Bado mnawasiliana? Kwa sababu ya mtoto. Sababu ya mtoto. Ila ashaolewa. Ana maisha yake kivyake. Nachoshangaa mimi, alipewa kazi, Msanii Foreman alipewa kazi ya kitengo cha condom, lakini alipata mtoto. Bro, mtoto wangu ni birthday present yangu.
Wewe ndio unapanga condom. Mimi ndo napanga na nafundisha mpaka watu kuvaa condom, kutumia condom. Lakini tena ukapata nikaitwa Prince of Condom Kenya. Tena ukapata ajali ukapata mimba. Mimi yangu haiko ajali. Mtoto wangu ni present, birthday present bro. Ulipanga ule. Birthday present. Ilikuwa ni ile umekaa na dem hiyo time yote hamjaifanya ngono ama hamjaifanya chochote, alafu kidogo tu time ya birthday anaamua birthday yako tu leo acha hiyo time ya birthday, alafu kidogo baada ya mwezi moja, mwezi wa pili anakuwa mgonjwa. Tunasema ni malaria, kumbe si malaria, kumbe mimba ipo ndani. Ndio kwa maana mimi na mtoto wangu sijui tunakaa twins. Tunafanana sana wanake huyo. Yaani hiyo ilikuwa baraka. Kweli unajua, na watu wengi wanashindwa kweli. Unajua siku ya Valentine Day, dada zangu mimi nasemaga sana, unajua kuna wale dada zangu ambao anaweza kamnyima mpenzi wake siku nyingi akamwaahidi siku ya Valentine nitakupatia. Blaza, tumieni sana condom. Kwa sababu baada ya miezi miwili Valentine Day inakuwa na jibu. Haya sasa washakuwa wengi ambao leo uliniambia kitu mimi sijui Valentine ni nini. Mimi si celebrate Valentine. Na si ati ni kwa sababu ni kwa sababu ninajua, unaona siku kama ya leo Valentine, leo ndio ukimwi inasambazwa zaidi. Leo ndio gonorrhea inasambazwa sana. Leo ndio syphilis, any STI leo inaenda kuwa double. Na leo ndio wanawake wengi wanapata mimba. Na leo pia ndio watu wengi pia wanakufa. Manake ule mwenye ataenda leo apate ukimwi na hakuwa ready, aende ambiwe yuko HIV positive, wengi wao wanajiua. Unaona? So Valentine ni kitu ambao mzungu ndiye alileta. Valentine ni kitu ambao watu wengi hawajui Valentine, hiyo sherehe ya Valentine. Kwa nini red roses? Kwa nini? Why? Kila mtu wako tu hapo, wewe unafurahia tu, ni siku ya kuvaa red. Ni unaona mimi nimevaa black ndani, kwa nini? It's a dark day. Ndio kwa maana nimevaa black, it's a dark day. Wengine huko wako na red na maflower, lakini mimi najua ni dark day bro. Vitu vingi sana zinatokea leo. Leo ndio watu wengi sana hapa hivi America sasa hivi, watu wengi leo watapata DUI. Sure. Wametoka ulevi huko, wamefurahi, wameenda wamefurahisha mabibi zao huko, alafu kidogo wanaendesha magari hapo, alafu ndio siku vijana hela yetu inatumika sana. Umesave miaka yote. Alafu kumbuka hii Valentine pia ni wajanja. Sasa hivi kuna watu wamesha file taxes. Washapata pesa. Ile pesa ulikuwa umeplania kufanyia kitu kingine, unaenda kuibwaga yote kwa siku moja. Bas. Alafu tulivyokuwa vijana sisi vijana. Tunaweza tukatengeneza vyote kwa sababu ya usiku mmoja. Baada ya kutoa ile haja yako, unaanza kukumbuka hela yangu. Bro, inakuanga ni 30 seconds. The first 30 seconds unajiuliza nimefanya nini? Nimefanya nini? Kweli makini. Bro, mimi na mtoto wangu, yani mimi upenda kumuongelesha ukweli. Bro, na atasikia interview. Mimi kijana wangu atasikia. Hakuna kitu mbaya kama hiyo swali. Bro, ile swali ati umeenda umeshika mtu hivi sijui umefanya vitu kidogo after 30 seconds alafu nasema oh my god. Ndio unaanza kutumia the S word. Unaanza kutafuta mashiti na mablanketi. Unaanza sema oh blanket, what have I done? Bro, ni noma. Twende kwenye nani yetu. Hivi umepitia changamoto nyingi sana kutoka kule kufika hapa. Kama ulivyosema rafiki zako wengi ambao ume grow up nao pamoja, wengi hawapo duniani tena. Una mpango wa kufungua kanisa lako? Bro, noma. Kwa nini nifungue kanisa na kuna kanisa? Bro, kitu ya kwanza acha nikuulize, kanisa ni nini? Kanisa ni imani. Ni imani Yeah. So mimi na wewe hapa, imani yako imani yangu, hiyo ni kanisa tosha. Unaelewa? Tunaamini, tunakaa wawili, unaambiwa mahali popote mmoja ama wawili wanakutana kwa jina langu, mimi nipo kati yao. Yaani kumaanisha tukiongea kitu yote sahihi kuhusu Mungu yuko na sisi. Hii ni kanisa yetu. Kanisa si building. Building ni biashara bro. Basi kama ile ni biashara, kuna wale wanaitwaga sijui nyinyi mnaitaga vipi? Tanzania wanaitaga
sijui wanakuaga wale ambao wanaendaga wanagonga milango. Alafu Jehovah Witness. Yes. Nao wale si kama kanisa na kama unavyosema. Kanisa hiyo Jehovah Witness. Kutengeneza nani labda kwanza kukutana na vijana, kuwashauri maisha, kuwashauri upeo wa Mungu ndani yetu, ukuu wake. Uweze kufungua ile building, lakini je, una plani yoyote ya kwanza kukaa na vijana 2 3 na wao? Bro, yani naifanya kila siku kwa maisha yangu. Hapa Marekani. Hapa Marekani. Hata nikiwa Kenya. Kweli? Yeah. Bro, mimi jua from where I came from ndio linifanya nikaanza support street kids. Yes. Nikaanza project za street children. Na nilikuwa nawapatia faith na kuwapatia hope ya kuambia kesho yao iko poa kushinda leo yao. God anasaidia, Mungu anasaidia, Mungu anageuza, Mungu anatengeneza njia. Unaelewa? Yes. Naweza nikakwambia I'm a proud grandfather. Si wa watoto wangu kuzaa, niliitwa grandfather juu ya watoto ambao nililea. Walikuwa kwa street wale chokora ambao wamegrow, nikawapeleka shule, wamemaliza high school, wameingia college, wamemaliza, wako na mabibi na watoto zao kwa nyumba. Hao ndio wananiombeanga. Mimi nakwambia baraka zangu, favor yangu ya Mungu si ati ni mimi mwenyewe nimeitafuta. Niliitafuta kwa watu. Nilisaidia sana. Ndio kwa maana mimi mtu akinisaidia kwangu amenisaidia mimi peke yangu. Anakuanga amesaidia wale wenye ninasaidia pia. So ukiniguza kwangu umeniguza kama foreman. Unakuanga umeguza generations kadhaa zenye zinanitegemea. So mimi sihitaji kufungua kanisa ndio niseme how God is good. Unaona? Juu najua na kuona mahali unaenda kesho hapo utaniuliza sasa kwa nini sasa nilianza kuimba gospel music. Si kwa sababu ya kufungua kanisa. Kwa sababu gospel ni jina mbili zimeshikanishwa. Ilikuanga God spell. Yenye inamaanisha good news. So if you want to spread the good news, how do you spread it? We spread good news of love. Good news of anything you do. Umepata pesa yako, unaimba ni Friday sote. Ninaamka asubuhi na mapema. Unajua? Anaimba kuhusu Friday venye ameamka asubuhi na mapema, anaenda mjengo wake, amepata kazi, amepata pesa. Hiyo anaambiana good news of how he's doing his thing. Alafu kuna mtu atakuja hapa apatiane, Bwana Yesu ndiye kimbilio langu, shetani akiniona anatetemeka. Still ni good news kwa sababu anasema Jesus, yani Bwana Yesu ndiye kimbilio lake. Yani hakuna kitu itamkata hapa. Unaelewa? Hakuna kitu kitakachomzuia. Kwa sababu already yako protected. Yes. So watu walikuja waka change. Unaona hiyo gospel, jina gospel ni ku take good news of Christ. Sasa ni kuongea sasa wakaiweka kwa line moja, ikakuwa ni Christ. Mapasta wanaoa, mapasta wana watoto wasichana, mapasta wana watoto vijana. Hao watu wote wana mapenzi. Unataka kuniambia pasta asikizi love song? Anasikiliza. Sasa namwambia nini maneno ya mahaba mpenzi wake aliyenayo? Jana nilikuwa naangalia movie fulani hapo ya Nigeria. Nigeria wananisaidianga sana pia, wanatusaidia kama tuna akili. Hata wa Tanzania wabongo nimeona kuna hizo mabongo movie wana act hivyo. Unakuta jamaa ni mchungaji kabisa, raba shanta rabaka. Yaani anaongea na ndimi kwa nyumba. Akitaka kwenda bedroom na bibi yake tuombe. Anaongea na ndimu alafu anakumbuka ninafaa kwenda kwa mlima. I'm fasting for 21 days. Anaacha bibi hapo anaenda kufast for 21 days. Anarudi. I have 40 nights of fasting. Oh, I'm going for a mission in Tanzania. I'm going for this. Amesahau yule ambaye anaacha kwa nyumba ni binadamu. Na sole bibi yake inabidi atafute sugar boy. Atafute kijana kadogo. Sasa alipompata akauliza akamwambia bibi yangu. Mjakazi wake akamwambia bibi yako pale kwa curtain, nimeona hizo curtain ndio nikakumbuka. Curtain kama ile yako. Jamaa amefichwa hapo nyuma. Manake bwana ameingia, jamaa imebidi afichwe pale kwa sababu ya nini? Amepatikana kwa nyumba ya mzee. Sasa ikakuwa ule mjakazi
demo anafanya kazi, akaandika, akachukua Biblia, akaandika kwa Biblia, akaweka karatasi katikati ya Biblia, akafungua akampatia. Ninasikia Roho ananiambia tuombe. Ile jamaa kusoma hivi imeandikwa kuna mtu kwa curtain yako pale. Sasa kwa kuwa na furugu, ikabidi pastor adanganyane. Sasa unasikia hapo? Adanganyane ati Holy Spirit amemwambia kuna nini? Kuna mtu pale kwa nyumba. Na nani amemwambia? Mjakazi. So kidogo, to cut the long story short, movie kienda kuisha, ilikuwa you're a pastor, you're a man of God, lakini unatumika sana, unasahau pia mimi unastahili kunitumikia kama mke wako. Una muda na mke wako. Una muda. Tuliongea kuhusu muda, una muda. Huna muda na mke wako, huna muda na watoto wako, huna muda na familia yako. Lakini unataka kufanya kazi ya Mungu. Mungu amekupatia kibali wewe light, wewe ndio light, unajiita light, wewe ndio mwangaza wa nyumba yako. Ndio uende ukaangaze nje, anzia kwako. Ndio utoke nje. Swala hiyo story ambayo unaisema, nisha kusikiaga Mama Samia, rais wa Tanzania, anaiongea kuhusu watoto wake. Watoto wake wanasojua watoto wa rais. Wana maisha mazuri. Lakini kuna siku walimuuliza akamwambia, mama, mbona upo muda mwingi sana upo busy na nchi? Au tupi muda sisi? Yaani hautupi muda sisi kama watoto wako. Yaani birthday yangu naagiza tu gari labda zawadi. Mpeni huyo zawadi yake. Sisi tunataka hivyo, tunataka wewe time yako. Muda wake. Mama naye alikuwepo kwenye birthday yangu mfano. Mama naye alikuwepo nilivyokuwa na graduate. Umeona ninavyokuwa? Kuna muda ambao unatakiwa, sio hela. Yaani wewe ndio unatakiwa uonekane pale. Alafu kuna mchungaji mmoja alisemanga kitu nikasikia ni kama imenikwaza, kwa sababu alisema saa zingine ujue Mwenyezi Mungu. Unajua Mungu anasema I'm a jealous God. Ni Mungu wa wivu bro. Utakuwa na familia yako hapo, lakini akiamua wewe ndio unamfanyia kazi, anataka sana wewe umfikirie yeye. Ndio kwa maana unakuta nyumba mingi sana za pia wafanyikazi wa injili zina shake. Kwa sababu muda mingi ni anafanya job ya Mungu. So unakuta kubalance, kuna wachungaji wengi wanashindwa kubalance muda. Bro, mimi sitaki kukua kwa hiyo. Uniambia nifungue kanisa, sitaki kuwa kwa hiyo environment ambayo ninashindwa kubalance katia. Nimeshindwa kubalance for so long. Kijana wangu nilikaa miaka mingi sana bila kumuona. Unaona? So saa hii muda wangu unafaa ukue wake. Hata kama aendi kufanya kitu mahali mimi naenda, ni mzuri akuwepo tu. Ni vizuri ya. Unajua saa kwa kuwa na kijana. Kuna vijana wana mapenzi, unajua mapenzi wameshika dunia. Kuna vijana wanaumizwa sana na mapenzi. Kuna vijana hadi anatamani kuchanganikiwa. Kisa mapenzi, unajua mapenzi yanaweza kukuchanganya. Mapenzi yanaumiza bro. Hatari sana. Yanaumiza bro. Hatari sana. Niulize mimi nimeenda hiyo shule nikapitia. Unawashauri nini? Mimi kitu ya kwanza nitaambia mtu yoyote ambaye bado ana grow. Kitu inaitwa mapenzi kando. Hiyo time muda wa mapenzi utafika, lakini usiharakishe. Usiharakishe mapenzi. Kwa sababu mapenzi imefanya watu wengi sana wakaacha shule. Mapenzi imefanya watu wengi sana wako jela. Mapenzi imefanya watu wengi sana wamekufa. Mapenzi inafanya watu wamekuwa, mtu alikuwa na nguvu ya kutengeneza pesa, hela, amegonga hela sana, lakini akakuja akakuwa maskini mbaya sana kwa sababu ya mapenzi. Ndio kwa maana mimi sina muda na mapenzi. Yalikufanya nini ndio maana una muda? Bro, mapenzi yanaumiza bro. Bro, mimi mapenzi ilifanya karibu nikuwe homeless America. Mimi nilikuwa homeless. Mbona hatujui? Tuambie ilikuwa. Bro, mimi nilikuwa homeless bro. Ilikuwaje? Bro, mapenzi mtu atakuangalia kwa uso akwambia unajua nakupenda. Lakini kuanzia leo jipe shughuli. Amekwambia nakupenda, lakini anakuambia jipe shughuli. Bro, niliangalia hivi nikaangalia nikaona mtoto wangu anakuja Marekani. Sijui nafikiria nini. Akili yangu iko nafikiria vitu zingine, lakini sasa kwa sababu ile situation, alafu mwanamke Marekani anasikizwa kushinda yani kila kitu. Mwanamke anasikizwa sana Marekani.
So ikabidi nimesema nini? Acha nijitoe. Nilikuwa homeless bro for like 3 weeks. Ninalala kwa park kwa gari yangu. Naenda kazi narudi kwa park nalala. Naenda kazi narudi kwa park nalala. Ndio best yangu Moabi, uliniuliza mbona mimi na Moabi tuko marafiki sana. Moabi akaniita nikaenda kuishi kwake. Hiyo wiki niliishi kwa Moabi, ndio Mungu akafungua njia. Nikapata kwangu na maisha ikabadilika. So nikasema mimi tena kwa maisha yangu yote hakuna mwanamke nitawahi share na yeye bili inaitwa kulipa rent. Mwanaume yote ananisikia kuwa mwanaume wa Kiafrika. Nyumba inalipwa na mwanaume. Nyumba ilipwe na mwanamke. Mwanamke akilipa rent yako kukufukuza ni dakika 2. Mwanamke akishare na wewe 50-50 kwa nyumba hana heshima na wewe hata siku moja. Aone hasara kukupoteza. Yaani aone hasara kukupoteza, manake si ana contribute 50-50 na wewe. So kukupoteza yani inakuwa ni kawaida sana kwake. Na hiyo ndio kitu inafanya wanawake wengi hapa Marekani wako single. Tunakupata single mothers wengi. Elimu, sikilizeni vijana. Yeah. 50-50 hana time na wewe, hana muda na wewe. Unaelewa? Atajua huu nikimpoteza, manake bill zangu za mwezi ni bill zetu za nyumba ni 4,000. Nina contribute 2,000. So that means naweza nikatafuta mahali ndogo, naweza nika downsize mahali nitatumia ile 2,000 yenye nilikuwa natoanga every month. I don't need a man. So as a man lazima ukuwe wewe ndio unalipa 75 of your home things. Mwanamke wako unafaa kumwambia kitu yote ya kitchen, chakula, tumbo yako nini, wacha ende ashughulikie. Lakini kununua vyombo hizo ni zake, kitchen ni yake. Wacha kitchen ikuwe ya mama. Lakini wewe nyumba, sijui viti, sijui nini kwa nyumba yako, bro, shughulikia kama mwanaume. Siku akiondoka aende na kitchen. Bro, ebu imagine America ndio the only place utoa mwanamke. Muende mka sign nyumba kama hii yako, mmesign nyumba, mmelipa nyumba, right? Mkikosana hii nyumba, hata kama wewe ndio ulikuwa unalipa rent, mnaiuza mgaanye pesa katikati na huo mke wako. Mesikia huko. Aone tu. Hata kama hiyo deposit umetoa wewe peke yako. Yaani wewe mwenyewe ulitafuta 20,000 ukaweka chini. Alafu mwanamke akuje kwa maisha yako, akuje kuishi na wewe. Umuoe. Manake jina yake lazima ende kwa nini yako ya loan ya nyumba ya kusema una bibi, si ndio? Yeah, ile siku hii nyumba unauza, aurudishi yangu 20,000 yako yenye uliweka chini. Inakuwa nyingi sababu inapanda thamani. Sasa nyumba si imepanda thamani. Sasa unaambiwa ni aje? Hii nyumba tunauza $500,000 US. Yes. And 250 goes to your wife, 250 goes to you. Najachangia chochote. Uchao unaanziaga. Hapo si ndo unaanziaga uchao, unaweza kutafutana kurogana. Hujachangia hapo. Bro, unaona hapo sasa unatamani hata mtu angekufa. Yeye huko anatamani ukufe pia wewe. Ili achukue zote. Sasa bro, hapo ndio unakutanga sasa gender based violence inaingilia hapo. Atafanya kitu cha ujinga, umgonge ama umsukume. Kidogo umeenda jela. Anabaki amemiliki kila kitu. Na unawekewa protection order usiwe kuja hapo. Maana wewe ni violent bro. Cheza na Marekani wewe. Skuli. Hii Marekani anavyokuambia msanii Foreman ndio gesi ilivyo. Mwanamke sio wa kucheza naye. Sio wa kugombana naye. Sio wa kushindana naye. Dakika yoyote anaweza kubadilisha mfumo wa maisha yako. Yaani dakika yoyote. Unaweza ukashangaa usi alikuwa vizuri, anaweza kukupa stress, anaweza kukuingiza jela. Hiyo inatokeaga sana. Mimi nasema afadhali mimi niligo through depression, lakini sikuenda jela juu mwanamke. You know what I mean? So imenifanya nikakuwa na ile African nini kabisa sasa. Na ile African mentality kabisa
Hata sahi, yani sahi hata hizi ma weddings, sijui white weddings, sijui $40,000 unaenda kuweka kwa harusi mvae sijui white. Bro, hizo hapana bro. Why should I waste my money? Wengine wanaoa kabisa 25k. Bro, sisi wa Kenya hapa Arizona tunachanga $40,000 ndio harusi ifanyike. $40,000. Harusi zinadumu lakini. Sasa si ndio hiyo sasa hapo sasa. Unachangiwa 40,000, kuna wenye wanakuchangia huko kwa wamefurahi na wewe, wana smile na wewe, lakini kumbe kwa undani huko wanatoa tu ile pesa kwa sababu wacha nitoe tu ionekane kwa community nilitoa, lakini nakichukia hichi. Sijui kama unanielewa hapo. Jua hapo kuna laana already ishaingia, ashaanza kuwekea nuksi kwa harusi yako, kwa ndoa yako ashaanza kuwekea nuksi. Wewe unakuja unaletewa mazawadi huku, unaletewa mazawadi umechukua mtu anakuja anakuletea zawadi ya blanketi ujifunike. Manake ashaenda amefanyia vitu zake huko. Unachukua blanketi unatandika kwa kitanda immediately. Unashindwa baada ya mwezi moja kila siku vurugu. Kila siku vida. Hapo kwa nyumba mkaliki. Unashindwa ni nini? Kumbe ni blanketi uliletewa. Kwa hivyo tusifikirie ati hizi vitu ziko Afrika peke yake. Viko hadi hapa. Wafungue macho, na ndio maana mimi naonaga ndoa nyingi zile ambazo zina amsha mara harusi mara nini, nyingi baada ya mwaka mmoja ukija kuwapigia simu na kwanga waliachanaga. Ashaenda sana nyumbani kwao amerudishwa. Aibu. Ndoa mzuri bro, tukutane pale kwa kotini pale. Mimi na K-Light ndugu yangu hapa ndiye atakuja anasimama hapo, tumefunga ndoa, tumesign, tumemaliza basi. Kwani ninaolea community. I'm not getting married for the community. Asa cha ajabu umewalisha watu wote hao chakula ndani, baada mwezi mmoja hata ila rent unakosa. Watu kuna jamaa alifanya hivi. Kuna jamaa alichangia mtu pesa ya harusi. Kama mimi sasa nichangie bro, maana si nataka kufanya harusi. Mimi nataka kufanya harusi. Hii suti yangu lazima ikuwe mahali nikule keki. Sasa jamaa akachanga pesa akasema mimi K-Light akasema juu Foreman ndugu yangu acha nimpatie 10,000. Foreman nikimpatie 10,000 10,000 harusi ifanyike. Bro, harusi ikapiga baada ya miezi 2. Foreman wanaachana na mke. Sasa inabidi tena ufanye nini? Jamaa alikasirika akaenda kwa ule jamaa akamwambia oya, mimi sikukupatia 10,000 yangu muachane. Mimi nilikupatia 10,000 wewe utuondokee sisi, utuachie barabara yetu hapa. Nirudishie ile yangu. Yaani kabisa ikakuwa ni deni. Anadaiwa 10,000. Kwa hiyo umeomba hela watakiwa ukae kwenye ndoa yako. Hatukutolei hela ati ufanye harusi uende tena muachane. Tunakutolea pesa ukae na bibi. Choke? Sio tukutolea hela hapo ndoa ikushinda. Uchukue hela yako. Uliavulia nguo ya oge bro. It is not easy. Kama kuna kitu kigumu Marekani kudumisha bro ni ndoa. Na ndio kwa maana sasa bro I'm so passionate na history ya wanaume. Nafanya kitu inaitwa mental health for men. Because wanaume imefika mahali lazima akili zetu tuanze kubadilisha akili. Tuanze kuangalia how we thinking, how we doing our things. Hatuko kwa ile life ya kukula bata tu. Hatuko kwa ile life ya bro, mwanamke yote ukioa bro upenda bibi yako. Biblia inasema mpende mke wako jinsi Kristo alivyopenda kanisa. It is biblical. Lakini hakuna mahali mwanamke aliambiwa penda bwana yako. Kwa Biblia yote enda utafute. Biblia inasema amheshimu. Amheshimu. Hajaambiwa kumpenda. Amheshimu. Kwa hivyo mwanamke hana mapenzi bro. Ni heshima tu atakupatia. Na asipokuheshimu swala alipo hiyo. Sasa ukiona ndoa ndani kwako yani kila dakika anaishia mlangoni na begi unamrudisha. Mwache aende. Bro, hakuna mahali mwanaume aliambiwa apendwe na mwanaume umeambiwa apendwe, kwa maana wanaume tunaumia sana. Mwanamke leo mtaachana leo, kesho atapata mwanaume mwingine na atasonga sana. Hata kuwa na feelings zako.
Lakini wewe utaumia miaka nenda miaka rudi kama mwanaume. Manake wewe ulipandiwa mbegu ya mapenzi kwa roho yako kama mwanaume. Hiyo mbegu iko. It's not easy bro. Kwa hiyo kwenye hiyo nani yako ya mental health unapata vijana wengi ambao wana matatizo yao. Si matatizo bro. It's an open space. Si mahali ati mtu ana shida ndiye anakuja kuongea. So mental health ni a program yenye inapatiana kitu inaitwa free space ya wanaume kuongea shida ambazo wanapitia. Yes. Alafu tunaangalia unakuja una realize ya kwamba kumbe mimi sijapitia shida kushinda wewe. Kumbe siko. Yani tuko wengi. Baba yangu anashinda akiniambia mwanaume ni punda. Utapumzika ukifa. Lakini ukiwa hai bado utazidi kuwa punda. Sasa hiyo kitu ndio ilikuwa inanisumbua, nikashindwa mbona mzee aliniambia hivyo. Ndio nikakumbuka wanaume tunapitia mengi. Jua wewe kama mwanaume ukitoka kwako kwa nyumba, hapa Arizona saa hii, ukitoka kwako hapa nje, traffic police anakungojea. Sawa? Boss wako kazini anakungojea. Kuna madem hapa wanakuonanga K-Light is a very responsible father, you know, wako kwa makona hapa wanakutegemea, wanakungojea. Kuna watu kama 7 wanakungojea hapa nje, kitambo urudi nyumbani. Kwa hivyo lazima uishi na mwanamke ambaye anajua mwanamume wangu akienda nje anakuanga ameingia katika danger zone. Ndio arudi kwa nyumba amepitia mengi sana ndio akafika hapa. Wacha nimtunze na nimpende jinsi alivyo. Yaani nimheshimu tu jinsi alivyo. Sio unarudi, mume umerudi hasa unakuta tena moto umewaka. Unataka basi ningebaki zangu kazini. Ndio unaingia sasa, unatoka kwa wako wewe, Nani huyo? Mbona kila wakati unaendanga tu kwa foreman amekuwa foreman ndio alikuwa ulimuoa bro. Kuna vitu zinakula mwanaume akili mingi sana. Wewe K-Light sasa unafikiria watoto wangu wataishije? Watamaliza shule, wataenda university, nitawaachia nini urithi wao? What is my legacy? Mwanamke anakuangalia anasema mbona bwanangu amekuwa zuzu? Yaani hata sioni maisha. I don't see life with you. What do you have for us? In case kwanza mwanamke atakuuliza in case you die today what will happen? What will you leave for us? Yes. Mwanamke anawaza now. Mwanaume anawaza future. Bas. Umeona huko? Kwa hiyo wanawake hawana wanachokipenda. Bro, sababu mwanamke anaweza akakuacha kisa una kazi. Bas. Atakuacha kisa uko kazi. Hapo ndio changamoto bro. Mwanamke huyo mfano hao ambao anaangaliaga sana game, mipira, match. Unaweza ukasema acha niangalie nyumbani, ukaambiwa leo unaenda kwa mala wenzako. Bas. Ukitoka acha ikaangalia na marafiki zangu, ndio umeamua sasa kwenda soko mala. Yaani mwanamke hana kitu anachokipenda. Bas. So at the end of the day, hana kitu anachokipenda. Yeah, at the end of the day sasa hapo ndio mahali maisha yametufikisha. Ndio kwa maana mental health ni mzuri sana. Lazima tujue what are we looking for as men? Are we ready? Are we stable enough to handle all those issues? Nikiishi na mtu kwa nyumba, watoto wangu na kila mtu, am I good enough to sustain my house? Am I able? Bro, mimi naambianga watu na nitasema hata mbele ya cameras leo. Kisa na maana ya divorce yangu ilikuwa ni mimi mwenyewe. Manake mwanamke akuachi hiyo siku. Mwanamke anapangia kuacha muda kama miaka kadhaa ama mwaka ama miezi kadhaa. So ndio ikuje wewe kama mwanaume unafaa ukuwa ulishaangalia ukajua mke wako amechange, ameanza kubadilisha tabia. Lakini mimi sikuwa na hiyo time. Sikuwa na hiyo time ya kuona hizo changes. Yeah. Sikuwa na hiyo time. Ndio kwa maana mambo iliharibika. As much as that time you don't have that time. Wewe kama mwanaume, hebu imagine ati unaishi na mwanamke kwa nyumba, unaishi na bibi yako, lakini lazima pia ummonitor. Umsome, ujue ni nini inaendelea. Nilichangia mimi, time mingi nilikuwa nayo, ilikuwa yangu ya kuwa kwa maklabu, kufanya job yangu ya OMC na kukunywa pombe. Sikuwa na time, sikuwa na muda wa familia. Nitakuja niwachomee nyama, nifanye kila kitu, niwachekeshe, baada ya dakika 15, dakika 30, huyo nimetoka. Wana need muda. Ile siku nilipata bro, nilikuwa sina huo muda.
Bro, nikaokoka, nikaacha mambo ya maklabu, nikaacha mambo ya kunywa pombe, nikakaa kwa nyumba 4 months niko ndani ya salvation. Bro, it is very hurting. Na nataka mtu mwenye atasikia hii impatie nguvu. Anytime umeamua kutumikia Mwenyezi Mungu, anytime you've decided that I'm changing my life to follow Christ, that's when things get bad. Ndio mahali shetani wangana kupiga. Anatakaga kujiinua. Hapo ndio mahali sasa vita zinaanzia. So mimi nilikaa miezi 4, siendi kwa club, sikunywi, sivuti huka, sifanyi nini. Nimetulia tu. Ninafanya kazi moja, nimevutwa kazi zote zenye nilikuwa nafanya. Mpaka ile mambo ya promotion za kutuma pesa Kenya nimeacha. Niko na kazi moja. Ninatoka kwa nyumba saa 4 usiku, narudi 6 asubuhi. Kwa hivyo nina how many hours? Kuanzia 6 mpaka 6 ni 12. Nina 14 hours za kukaa karibu na mke wangu kwa nyumba. Watoto wakienda shule, wanarudi shule, wananipata kwa nyumba. Mke wangu ataingia kazi, atoke kazi saa 10 ama saa 9, niko tu kwa nyumba. Bro, hapo ndio mahali shida ilitokea. You are too much around. You are too much available. Kuwa kama wanaume wengine, enda huko nje pia. Unakaa kwa nyumba mpaka bibi anajua harufu ya mshuto wako. Anakuchoka immediately. Lakini ile wakati nilikuwa nampatia stress, hata ako wapi, amelewa, amelala Phoenix wapi. Hiyo ndio ilikuwa wakati sasa mapenzi ni mzuri, kwa sababu hapo ndio alikuwa acha nikamtafute, nitoe watoto, tumepanda gari nimeenda kumtafuta. Alishikwa akiwa mlevi, sijui wapi, sijui amefanya nini. Hapo akili yake inasumbuka, huyu lazima he has to change. I cannot leave him, he has to change. But when the change came, hakuwa ready to handle the change. Manake change inakuja na nani anakupigianga simu. Wenye wamezoea kukupigia simu sasa, hauna hiyo freedom ya kuongea sasa venye ulikuwa unaongea, kwa sababu si kuwa. Sasa niko kwa nyumba, sasa simu ni zile za halo, acha nitakupigia. Kama ni familia yako, si utaongea na simu? Sasa mbona halo, acha nitakupigia. Mbona simu ikipigwa unakata immediately? Nikikuuliza nani amepiga simu, au ni promotion, ni marketers, ni telemarketers wanapiga simu, ni watu madeni hao ndio wanapiga simu. Sasa pia mimi nakuwa mjinga, niko na hiyo time more enough kwa nyumba ya kukusoma na kuanza kujua kumbe kuna simu unapigiangwa zenye siza, hizi simu zinapigwa ni nani. Hapo ndio, hiyo ndio mahali chanzo ni yangu ikaharibika. So mwanamke yote wacha, yani mwanaume yote, hata kama una kazi ama toka rudi, enda huko. Usikae sana na mke wako, atakuzoea. Usizoeane na mke wako. Kweli? Yani usizoeane kabisa. Mke wako si mtu wa kuzoeana naye. Mke wako ni mtu wa kupendwa. Wewe kazi yako ni kumpenda. Mshughulikie, mpende, lakini msizoeane. Si rafiki yako. Hataki kukuona muda wote. Yani si mtu anafaa kujue bro. Mke wako hafai kukusoma. Mimi baba yangu alikuwa anaongeanga hizi vitu, naona ni ujinga. Naona ni uzee. Mke wa mtu hafai kukusoma. Anajua mpaka ile wakati ati haifai hivyo. Yani mke wako anafaa kubaki na ile question ya nikifanya hivi je, mume wangu atafurahi? Will this make him happy? Yani utakuta kuna wazee wameishi 50 years plus na wake wao, lakini unakuta bado mke wake anamwambia I still don't know him. Msanii Foreman. Na mimi toka siku ile nasemaga nikutana na wewe nakuwa nafurahi sana. Unajua kufanya interview. Kufanya hivi podcast Blazo. So nacheka kila muda, nafurahi. Watakiwa upate mtu ambaye yani anajua kuongea, yani anajua kujitetea. Sio unamuuliza mtu swali, anakaa hivi, sijui. Mtu anasikia taibu kuhadisia nilipotoka. Bro. Unatakiwa proud na ulipotoka. Hakuna ambaye anaishi hapa Marekani kwa sisi ambao tumetoka Afrika, ambao ametoka maisha mazuri. Ingekuwa maisha mazuri, asingekuja. Angekuja kufanya. Wengi wao hata wengine, mimi na rafiki yangu alijiua hapa kwa sababu gani? Yeye Kenya, alitolewa Kenya, aliletwa Marekani ndio ikuwe ni kama rehab. Hakuja badilike, akakuwa WhatsApp. Wana pesa nyumbani huko, lakini akaletwa Amerika ndio akaharibika zaidi. Hata afadhali wangemwacha Kenya. Sasa Kenya alirudi akiwa kwa sanduku. Sababu anaamini maisha ni yale yale. Hapa nagusa pesa, kwetu nilikuwa nagusa. Bro, kwanza pombe cheap sana Amerika.
Pombe is expensive in Africa. Pombe is cheap in America, bro. Tunaingia fries, Circle K, unaingia kila mahali kuna pombe. Ndio kwa maana tuliharibika na pombe. Ila ushaacha sasa. Mi pombe sasa bro, yani niliamua pombe hapana, sitaki kuonana nayo. Hivi kwenye vitabu vya Biblia kuna mahali ambayo inasema pombe ni dhambi? Hakuna. Sijaiona mahali imeandikwa. Sio dhambi. Juu, wacha nikwambie. Mimi niliangalia kuna mahali hii statement wange inatumika vibaya sana. Lakini kuna mahali kwa Biblia inasema usitumie kitu ambacho kinakukoroga akili ama kinabadilisha maadini yako. Hiyo ni kumaanisha si pombe peke yake wange na kukoroga akili ama itabadilisha maadini yako. Don't partake anything that will make you not be yourself. Si pombe peke yake. Pombe ni one of them. Bangi ni one of them. Unaelewa? Madawa ya kulevya ni one of them. So anything that you use, kitu kingine hata mapenzi nayo pia. Yani anything hata pesa zinalewesha. Pesa kwanza, pesa tunajua ni pesa is the root cause of evil. We all know it. So Biblia and that's why I don't like quoting the Bible every time or so much, because Biblia ni kitu ambayo only one verse of the Bible can take you your entire life. So if you keep on, kuna watu wamekram Biblia sana. Kitabu cha bro, tunajua hizo vitabu utazijua zote. Lakini are you going according to what the word says? Ama are you just cramming those verses for you to tell people? Uniambia hapo ulipofika ukasema ulipenda sana interview ya niliyofanya na ule ndugu yangu ule jamaa alinibamba sana bro. Alivyofunguka. Na ndio kwa maana unaona hata ukiniita nilisema nakuja, kwa sababu alishafungua the until. Sasa iko wazi, sasa mtu anaweza kaongea tu, unajua? Bro, mtu ambaye anafanya gospel music na anajua ati mimi nilipata watoto nje. Hayuko si ati yako very happy about it. But ako na ile nguvu, wisdom ya kusema I did it. It was a mistake, I did it. But I am proud that it helped me know. Huyo jamaa ni ngumu kuanguka bro. Sababu ameshasema ukweli. Ni ngumu kuanguka. Bro, mimi naambianga watu, mimi mapasta waliomba sana. Yani mimi mambo yangu ikuwe mbaya kwa sababu ya mapati na kukunywa pombe zilikuwa naeka. Manake mimi nilikuwa nimeoa mtoto mlokole kabisa. Na hao mapasta ndio nasikia wanafaa kupeleka wapi? Wakulete karibu na Mwenyezi Mungu. Ndio daraja wanataka kupitiza hapo, uokoke, uende umkubali Mwenyezi Mungu na uende kama umeenda. Lakini hao ndio wataenda washikane waombe downfall yako ikuje. Hata kama utagonjeka, uokokee kwa kanisa, uokokee kwa hospitali. Ni wapi Biblia inakwambia wewe uombewe ukue mgonjwa uokokee kwa kitanda? Hakuna. Kwa hiyo sasa ungepata nafasi, sababu ule jamaa anaishi Texas, ungepata nafasi ya kumuongezea kitu au ya kumwambia, ungemwambia? Ningemwambia tu hongera sana. Live a good life. Mungu anataka kuona kwetu ni ati kunajua kuna ile living Christ like. We will not be Christ, but we can live Christ like. Sisi what we are supposed to do ni kuweka kukopi jinsi Yesu aliishi, but hatutakuwa Yesu. Yes. K-Light ni K-Light. Naweza nikataka kunyoa kama K-Light, niishi kama K-Light, but mimi si K-Light. Mimi ni foreman. So what I should do, unaambiwa Biblia inasema we will know them by their fruits. Tutawajua kwa matunda yao. Kwa hivyo matunda yangu, kama mimi nitakuwa mtu mchefu, nitakuwa mtu napenda watu, nasaidia, those are the fruits of the Holy Spirit. Sasa hapo Mungu pia anafanya nini? Unaona utukufu wa Mungu anatukuzwa kulingana na venye ninaishi. Si kenye ninafanya hapa ati najifanya hapa venye mimi ni mlokole na huku ndani mimi ndio nasengenya. Najifanya mimi mlokole naongea mpaka na ndimi, lakini mimi huku ndio nafanya watu wanavutwa kazi. Mimi ndio mlokole lakini mimi ndio nakashifu watu. Yesu alikasirika pia. Ilifika mahali alikasirika, akatoa alienda akatafuta ni mshipi ama nini alitoa, alienda kuwapiga pale kanisani kwa sababu aliona nyinyi walokole sana. Nyinyi ni walokole sana. Hebu imagine ule mwanamke Msamaria.
Wewe imagine tu ule mwanamke mwenye watu walikuwa wanajua huyu ni malaya, huyu amezini sana. Lakini jamaa anachukua kijiti, anaandika chini, alafu guess nani walikuwa hapa? Mabishop, mapop, mapasta, wale watu wa frontline kwa kanisa wamekuja na mawe kabisa, wanataka kumstone to death, right? Lakini Yesu anaandika chini, alafu anainua hivi macho, anawaambia, kati yenu nyinyi wote kama kuna yeyote hapa ambaye anajua hajasini, hajatenda dhambi, hakuwa kwanza kufanya nini? Kutupa jiwe. Mbona walienda? Sababu anajua hakuna ambaye hana dhambi katika ulimwengu. Bas, hao mapasta, dada fulani nitakuja kwako leo, tutakuja kuomba ama kuomba. Mimi kameramani wetu, angalia kamera ziko sawa. Tunaelekea kwenye kufunga muda wetu. Lakini kila mlokole au Mkristo natamanigi sana kumuuliza hili swali. Kipi bora? Kuoa mke wa pili au kuchukua na michepuko wengi nje? Bro, ngoja nikuulize. Umeniuliza swali nzuri sana. Tukiangalia Christianity, nani alimwangusha Samson? Mwanamke. David, nini ilifanyika? Mwanamke. Kiasi ni mwanamke. So bro, hauoni kama umejijibu? Kwa nini utafute shida nyingi na ile moja peke yake inaweza ni shida zaidi? Kwa hiyo msalifoma anamaanisha kwamba tunaishi na shida nyumbani kwetu. Ndio maana unaambiwa kwamba kuishi na mwanamke inahitaji akili. Waislamu wanasemaga kwamba kama hujaoa una akili, ukishaoa ndio una akili, sababu kuishi na hivi viumbe inahitaji akili sana. Amona. Asante sana kwa muda wako blaza. Thank you so much. Marekani kupata muda sio kitu rahisi. Kama tulivyoanza mwanzo, muda umepita sana tujaonana. Ndio. Lakini hapa karibu kila siku ukiwa na kazi yako mpya, njoo tuongelee. Muda wote. Bro, kuna kazi inakuja mpya, lazima ndakam tupige story, tupige gumzo. Yani nimefurahia sana, nice environment, very welcoming, nice air condition ndani, kila kitu. Bro, inafanya nasikia kama star, bro. Kwa sababu niko karibu na nini? Anajiita K-Light nini? Star mwenye mapenzi ya kweli. Haya basi. Ushakataa mapenzi. Mapenzi yabaki nayo mimi. No, mimi nampenda Mwenyezi Mungu. Najipenda na napenda familia yangu. Umeona place gisi ilivyo. Tunataka kufanya vitu vingi. Tuokoe entertainment. Okay. Kwa hiyo entertainment sio kuimba tu. No. Tutafanya mambo kila kitu ili kuonekana na watu ambao wametuzunguka waone kwamba kuna vijana wanajitahidi kufanya. Mtu aweze kuja kuinvest kwako na aone unachokifanya wewe. Umeona? Fanya kwanza wewe, alafu watu waje. Asante sana. Pamoja sana. Haya bro. Usisahau kusubscribe channel yetu. Tupo na msanii Feman. Yani aka the baba yao, aka the voice killer, aka Mr. Kitu kingine unajua cha mwisho kabisa, hichi kitu hawajuaji. Kuna video yangu nimeposti ile ambayo ulikuwa MC kwa Diamond. Watu wasikiaga kuna voice inasikika kwenye ile nani, watu wanaimba Kiremba, twende Kiremba. Alipigaga backup kali sana. Ndio maana nimekuuliza tarehe 22 mwezi ujao wa 3 Babi. Nitakuwa pale. Sababu nimeona hata amesha post Instagram, amepiga post, niko nimepiga bonge la suti hapo. Tukutaneni bro, let's come and support each other. So Kenyatta wajui ni ati kuna ministry na kuna industry. Sisi kama wasanii tuko kwenye industry. Msanii yoyote ambaye ananisikiza, iwe unafanya gospel ama unafanya secular, tuko kwa industry yenye ni music industry. Ministry ni wewe na Mungu wako. What are you doing for your God? So jua kila mtu ambaye yuko kwa ministry pia yako na story yake fulani, ni nini ilimfanya ama ikamvutia kwa ministry. So as an industry, let's come together. Mnakaribishwa wote. Muda. Kuna siri gani katika neno muda?